Nikiwa waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara, nishukuru sana wenzetu wa JIBA wa jambo hili. Usiku huu ni usiku mahususi sana, hasa katika siku ya kuenea katika Eid al-Fitr, lakini tunaona kwamba hapa leo wafanya biashara karibu 217 ambao wanafanya biashara hizi ambazo kubwa zaidi zinawavutia watu kuweza kupata zawadi za aina mbalimbali, lakini kubwa zaidi tunaona kwamba mkesha wa siku wa leo zaidi ya watu kati ya 5,000 mpaka 10,000 ambao tunatarajia watakuwepo hapa. Ni jambo kubwa zaidi. Kubwa zaidi naona kwamba sasa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona milango ya biashara, milango ya uwekezaji inazidi kufunguka. Tuwaombe Watanzania wengine au wawekezaji wengine, ni waombe Watanzania tutumie fursa hii kuja kutembelea maeneo kama haya kupata bidhaa mbalimbali. Lakini si bidhaa mbalimbali peke yake, japokuwa vile vile ukifika hapa katika maeneo haya ni sehemu ya kujifunza. Unakutana na watu wa aina mbalimbali, mnabadilishana mawazo, mnabadilishana mambo ya kibiashara katika usiku maalum ambao ni jambo la faraja kubwa sana. Nikiwa waziri wa viwanda na biashara, hakika nimefarijika sana na maonyesho haya muhimu sana ambayo ya usiku huu wa leo wa siku ya tarehe 29 yanafanyika hapa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Diamond Jubilee. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Sheikh Walidi Alhadi Omar Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ndio mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwanza namshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwafikisha kwa mapenzi yake makubwa kuhudhuria soko kubwa hili la Ramadhani takriban katika kila mwaka, na namshukuru Mungu hii ni mara yangu ya 3 nafika hapa, lakini kila nikija nakuta mabadiliko makubwa sana. Mwaka juzi tofauti na mwaka jana, lakini mwaka huu nimeshangazwa zaidi. Nimeona soko limekuwa kubwa zaidi ya double. Kwa hiyo kwanza nawapongeza ndugu zetu wa JIBA kwa kuandaa kitu kama hichi. Hii peke yake inapelekea sura ya mshikamano, lakini upendo na kushirikiana katika mambo ya kukuza uchumi wa Tanzania kwa ujumla wake. Na kinachonifurahisha zaidi, nimeona wengi walikuwa hapa ni wakina mama. Hii inaonyesha kwamba namna gani JIBA wako mbele katika kuwa empower wakina mama. Na kama sisi watu wa imani tunasema siku zote, mama ni chuo, mama ni madrasa, mama ni foundation. Utakapomuandaa na kumsaidia mama, manake unaandaa jamii iliyokuwa bora zaidi. Leo hii mitaani huko wanawake wanahangaika, wanasumbuka, lakini kwa kitu kama hichi kinawatia moyo ili waweze kujiamini na waweze kujisimamia katika mambo yao, ili wafikie katika ustawi wa kiuchumi, lakini maendeleo katika jamii, hatimaye hata katika mambo ya kisiasa. Ndio hivyo, sema ni soko la siku moja tu, lakini kwa vile tunakwenda katika Eid na zimebaki siku 2, mimi kwa maoni yangu wangeongeza na siku 1 zaidi, ili watu ule wanaohangaika Kariakoo na mitaani wangekuja hapa, wangepata mahitaji yao yote. Nimezunguka ndani ya dakika 10 hizi, lakini nimeona kila kinachohitajika katika maandalizi ya Eid hapa kimepatikana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Al-Junaid Hasham. Mimi ndio mwenyekiti wa JIBA ambayo limekuleteni wote Ramadhani Suki hii. Kama tulivyosema, Ramadhani Suki ni soko ya Ramadhani ambayo inaunganisha ndugu zetu wa Kiislamu na wale ambao wako kwenye Kwaresma wa Kristo, na wengine wote wanayokaribishwa kuingia kwenye soko hili kununua bidhaa, kufarajika na kuangalia sikukuu za Eid na Pasaka ambayo inakuja. Kwa mujibu wa soko, naweza nikasema kwa niaba ya kamati yangu, kwanza nawapa hongera sana kamati iliyofanya kazi kwa bidii. Pamoja na hilo, nashukuru wito kwa mwaka huu umezidi mara 2 ya wito ambayo tuliopata mwaka jana. Na kama mnavyojua, soko hii huu ni mwaka wa 4, na inshallah mwakani tutakuwa na nyingine. Mimi sitakuwa mwenyekiti, atakuwa mwingine mwenzangu, lakini tunaendelea kupambana na kuhakikisha kwamba soko hii Ramadhani Suki ikae maisha na iwe daima kwa ajili ya Watanzania wote. Majina yangu ni Lulu Kabanywanyi kutoka Access Finance. Tumekuja leo kwenye JIBA Suki ya 2025. Kikubwa ni kwa kuinua wanawake na kuwapa fursa zaidi. ISF ni mzuri sana kwa ajili ya tuseme mwanamama ambaye anajaribu kuhifadhi pesa zake kwa ajili ya kuwekeza kwa mtoto wake kwa ajili ya elimu. Tukisema hivyo tunamaanisha kwamba anaweza kawekeza kidogo kidogo, na baada ya muda mrefu, tuseme miaka kadhaa, inaweza kumsaidia kwa ajili ya elimu ya mtoto wake.
Mfuko mwingine unaitwa iCash. iCash ni mfuko mzuri sana kwa ajili ya limbikizo la kila siku. Kwa mfano, mtu ana biashara ndogo, ile pesa ndogo ndogo kuliko kuhifadhi ndani ama kuweka benki ambako kuna makato, ni vizuri uiweke kwenye iCash. Maana yake hela inaendelea kupanda kila siku. Mfuko wetu wa tatu unaitwa Iman. Iman ni mfuko ambao ni halal. Halal tunamaanisha kwamba hii hela inaenda kuwekeza kwenye vitu kama shares ambazo ni za Twiga Cement pamoja na Sukuk ambazo ni za Kiislamu.